Mzee wa Fakti kutoka tawi kubwa, tawi la Simba Burudani, nikiwa katika kamati ya hamasa. Kwa namna tulivyoangalia mkutano wetu wa jana ulivyokuwa, mkutano ulikuwa mzuri mwanzo, watu wameanza vizuri, ajenda zimewekwa mezani, na sio tu ziliwekwa mezani, watu wengi tulizipokea katika matawi yetu ya wanachama kwamba ni kitu gani na kitu gani kitazungumziwa. Lakini kilichokuja kutokea namna mkutano ulipomalizika ndio kipengele, kwa sababu haiwezekani ulete hoja, utuwekee hoja na uzisome kama mtu anayesoma, yani anayesoma risala tu alafu zisichambuliwe. Kilichotuumiza ni kwamba ni kwa namna gani mkutano ulivyoisha. Mkutano ulianza vizuri, ajenda zilizokuwa zimezungumziwa zote zilizungumziwa, lakini namna mkutano ulipomalizika ndio ilikuwa ni changamoto. Kwa kweli kiujumla hakuna mtu yeyote sasa hivi, mtu wa Simba anayekubali na anayemkubali anayeendana na mwenyekiti wetu, mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kuna namna fulani anavyotufanyia, anaonekana kabisa anakwenda tofauti, yani ndivyo sivyo na wanachama. Kuna baadhi ya maswali alikuwa anaulizwa, lakini namna alivyokuwa anajibu yani anajibu shit, anajibu yani in short, yani anakujibu in short kwamba anakujibu mtu anakuambia tuendelee. Ni mambo ambayo hayako sawa. Simba ni taasisi, Simba ni timu kubwa, inahitaji unapokuwa unaiongoza timu uangalie namna gani unavyopokea maoni ya watu. Kwa sisi wanachama ni namna gani anapokea hoja zetu sisi kama wanachama, ni namna gani anavyoenda kuziwakilisha katika watu wengine, kwa namna gani kuweza kuzitatua. Kwa mfano kama sasa hivi tunakwambia, yani Mangungu kuna vitu vingi ambavyo ameenda tofauti na sisi. Alituambia wakati anaingia madarakani kwamba yeye anaingia madarakani na atahakikisha moja kati ya kitu kilichokuwa kinatutesa ni ukame wa kumfunga mtani wetu yule Nyuma Mwiko. Na ndio kama hivyo unaona miaka minne ya kwake Nyuma Mwiko kila siku wameshajiona kwamba ni kichaka cha kujipigia tu. Ni namna gani wanatupige. Wakiamua wanakupiga 2, wanakupiga 3, wanakupiga mpaka 5. Lakini ni katika uongozi wake. Mimi tangia nimezaliwa brother, sijawahi kumuona Simba mbovu kama Simba ya kipindi cha Murtaza Mangungu. Ni hivyo tu, unakuta watu wanaenda vizuri tu, wanapambana na tunaweza kucheza. Mfano kama tumecheza finali ya msimu uliopita CAF Confederation. Ile finali tu sio tu kwamba tumeicheza, lakini watu wa kwanza kusababisha sisi tusipate matokeo katika finali ya marudiano ni hao viongozi tulionao, na huwezi kuwasema wengine bila kumsema Murtaza Mangungu, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti wetu. Yani unajua kabisa timu, kwa mfano nikitaja kwenye ile finali ya CAF Confederation tuliocheza New Amani Visiwani, ni kwamba wewe unajua kabisa kwamba unakwenda kucheza finali. Unajua finali za Afrika ni home and away. Finali ya kwanza tumecheza katika mji wa pale Berkane pale, tumepigwa goli 2 kwa 0. Lakini kabla hatujaenda kucheza finali ya kwanza tayari tulishajulikana kwamba tunakwenda kucheza finali yetu ya marejeano tunaichezea wapi. Mangungu anatoka live na wanatuandikia katika vyombo vya habari kwamba tununue tiketi. Mara ya kwanza tulinunua tiketi ya kwenda Benjamin Mkapa, wakasema tiketi hizo zimefanywaje? Tukarudi wakatuambia, wakatuhamasisha endeleeni kununua tiketi. Siku 2 kabla ya mchezo ndio tunakuja kuambiwa mechi inakwenda kuchezwa wapi? Inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ni kwa namna gani wamepoteza wanachama wengi ambao walitaka kuangalia mchezo? Ni kwa namna gani watu wengi walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kuangalia mchezo lakini imeshindikana? Hiyo ni moja ya weakness ambayo anaionyesha Murtaza Mangungu, kiongozi wetu. Haijatosha, ukiangalia kwenye hizi dabi ambazo walisema tutashinda, hatujashinda dabi, yani tuseme kwenye uongozi wake kama tumeshinda dabi nyingi, tumeshinda dabi 2. Dabi moja tumempiga Yanga goli 2, goli ya Kibu Denis na Enoch Inonga. Dabi ya pili ambayo tumempiga pale Mkwakwani Tanga, ambayo tumecheza nao kwenye uwanja wa Coast, tukashinda kwa penalti. Lakini baada ya hapo angalia katika misimu 4 mpaka 5 au misimu 3 mpaka 4, Yanga kwa haraka katupiga karibia kama game 5. Katupiga mara 5 mfululizo. Kwa sasa hivi katupiga mara 5 mfululizo. Alafu kiongozi alisema kwamba anakwenda kutufanya sisi ukame wa kumfunga Yanga washindikana. Tunakuja kwenye pointi ya mkutano. Mkutano kama wa jana ulishaamua kwamba bwana, umetokea agenda, tutajadili hiki, tutajadili hiki, tutajadili kile, tutajadili kile. Lakini kilichokuja kutokea mwisho wa siku, wametusomea kama risala. Kwa wale waliotuwakilisha walitusomea kama risala. Haikujadiliwa kwamba hiki ni sawa, hiki hapana, hiki ni hivi, hiki sio hivyo. Hakukujadiliwa kitu chochote. Mwisho angalia namna alivyomaliza mkutano. Wakati anawaambia, amewaandaa kwanza watu waliokuwa ndani ya mkutano mkuu, anawaambia tunaomba dua kwa ajili ya timu. Watu wengi waliamini, kwa sababu jana tulikuwa tuko mchezoni, tuko pale Bamako Mali, waliamini kwamba ile dua ni kwa ajili ya mchezo ambao tunakwenda kucheza hiyo saa 1 ambayo tumecheza jana na pia tumepoteza. Ile dua baada ya kusoma ndo Mangungu akaamua akairisha mkutano. Anairisha mkutano kwa namna gani? Hata kuna baadhi ya watu wanatufelisha
kuanzia yani mgogoro tulionao ndani ya club, ndani ya viongozi wetu, kuna mpasuko ambao unaonekana upo, lakini pia huo mpasuko unakwenda mpaka katika kuathiri timu kwa ujumla. Brother, sisi hakuna tunachokitaka, yani sio kwa Mangungu tu wala namna gani. Sisi tunachokitaka, tunataka tupate burudani, kwa sababu burudani tuliochagua ni Simba Sports Club. Sasa the way unavyoamua kufanya mambo ya ajabu, tumefungwa mechi ya wale Petro Atletico, lakini kuna baadhi ya viongozi wamefurahi. Yani kuna watu ambao wanafurahi Simba kupoteza kwa ajili ya maslahi yao. Simba haipo kwa ajili ya maslahi ya mtu. Simba ipo kwa ajili ya maslahi ya wanachama na watu wanaopenda mpira. Tumeichagua Simba kama burudani na starehe yetu. Kwa nini ije kututesa? Imagine mechi kama ya jana. Kuna baadhi ya watu wanaona kabisa yani hatuko sawa. Yani hatuko sawa. Kwa ujumla, Mangungu kama kuna uwezekano anatakiwa, yani sio kama kuna uwezekano, tunatakiwa kushinikiza. Nadhani nakumbuka ukiangalia kuna interview nyingi nimeshapiga nikisema hatumtaki na hatumkubali Murtaza Mangungu. Hawezi kutuongoza kama mburura. Yani sisi sio watu wa kuongozwa tu kwamba yani, hata baba mwenyewe ukiwa na familia kuna namna unamuita mke wako ambaye atakuwa ni mama wa watoto, mnashauriana na utakuwa na watoto wakubwa ambao wanaweza wakakupa ushauri, lakini Murtaza Mangungu anapotuongoza sio sawa. Yani watu wa Simba, mimi kama mwanachama na shabiki wa Simba Sports kutoka tawi la Kaskazini, tawi la Simba Burudani, mimi Mangungu kwa kweli sikubaliani naye kabisa kwa alilolifanya. Amewaita watu kula ubwabwa pale, waliokula ubwabwa ndio hao wanaotuangusha. Yani mtu anakuletea hoja, mnashindwa kuzijadili, mwisho wa siku anakupa ubwabwa na wewe ufurahi uondoke. Hapana, Simba haipo kwa ajili ya maslahi ya Mangungu. Simba ipo kwa ajili ya maslahi mapana ya wanachama na wapenzi na mashabiki. Kuna mtu yuko sehemu mbalimbali, yuko labda Mbeya, yuko sehemu gani, anatamani kuiona Simba ikicheza. Yani anajua kabisa Simba leo anacheza na Real na Stade ya Mali, anaandaa hata 500 yake na anapiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine kwenda kuangalia mchezo, alafu anakuja kuona mambo ya ajabu kama hayo. Huo mpasuko unaotokea ndani ya timu yetu unatokea kuanzia katika ngazi ya viongozi. Kuna namna tunatakiwa tukae, watu wa Simba turekebishe na tuone namna gani Simba yetu tunaweza kuijenga kwa umoja. Hatutaweza kufaulu kwa lolote. Sasa hivi tuna mechi za ligi, tumepata ushindi 100%, lakini nataka nikwambie kwa hiki kinachoendelea tuhesabu mechi 2 au 3 za mbele, hatutapata tena ushindi 100%. Huwezi kwenda kumfunga Yanga ukiwa na mpasuko ndani ya viongozi. Huwezi kwenda kumfunga Azam ukiwa hivyo. Huwezi kwenda kumfunga Singida Black Stars ukiwa hivyo. Kweli nakwambia, yani tunatakiwa tukae vizuri ili tumalize tofauti zetu, tuweze kukaa vizuri. Simba yetu haipo kwa ajili ya Murtaza Mangungu. Simba ipo kwa ajili ya maslahi mapana ya wanachama na wapenzi na mashabiki wa Simba Sports Club. Na tumeona mmepoteza mechi zenu 2 kwenye hatua ya makundi, mechi zote mmepoteza mkiwa na poor performance. Labda hii hapa nini kinachagiza kufanya vizuri? Kwanza mimi naweza nikasema kuna baadhi ya watu wanasema asilaumiwe kocha, asilaumiwe nani. Mimi ni mtu wa kwanza kulaumu namna timu yetu ilivyobadilishwa kutoka kwenye mfumo mmoja kwenda katika mfumo mwingine. Kocha yeyote duniani huwezi kujaribu mfumo wako katika mechi kubwa kama hizi za klabu bingwa. Yani jaribu mfumo wako kama alivyojaribu mechi na JKT Tanzania. Tumepigwa chuma moja, ameingiza wachezaji 4, tumesawazisha na tumepiga goli la pili na tukapata ushindi wa pointi 3. Lakini huwezi kujaribisha mfumo katika mechi za klabu bingwa, mechi kama wale Petro Atletico de Luanda. Unaenda unajaribishia timu ambayo imeshacheza misimu 2 nyuma, tukihesabu imecheza nusu finali ya CAF Champions League. Alafu useme kwamba unaenda kuna nini? Au unakwenda kucheza unacheza labda na Stade ya Mali, unakwenda kujaribisha mfumo. Brother, pale hatuna kocha kabisa. Mimi naweza nikazungumza, pale hatuna kocha. Yaani huwezi kuchezesha. Kwa mfano tunacheza nyumbani. Yaani nyumbani lazima ufunguke na utafute upambane. Imagine tunacheza na Petro Atletico de Luanda. Hatuna striker. Yaani tuna Jonas Sansoa ni striker namba 9 Pase. Tuna Selemani Mwalimu ni striker namba 9 Pase. Tuna Steven Dese Mukwala ni striker namba 9 ya uhakika, lakini tunakwenda kucheza unamwanzisha Mutale, Neo Maema, Elim Panzu, labda na Morris Abraham. Watu wanawalaumu akina labda Morris Abraham alipokuwa akitengeneza nafasi, wanawalaumu labda akina Elim Panzu amepata nafasi, lakini angalia ni namna gani anapata nafasi na anakuwa anakwenda kufanya kitu gani kwa wakati huo. Anapata nafasi tayari kashachoka, sehemu ya kumtengenezea mtu kumwekea analazimika yeye kupiga. Jambo hilo alipo. Kama anataka kujaribu, ajaribu mfumo wake katika mechi ndogo ndogo, lakini sio mechi za CAF Champions League. Mpaka sasa hivi watu wa Simba hatuamini tunaelekea wapi katika grupu hili.
Sisi ndo tulionekana tuna kundi rahisi kupita maelezo, lakini angalia sasa hivi kundi limeshatupalia. Sasa hivi Simba yetu inatupalia yenyewe. Angalia, tuna mechi away tunakwenda kucheza na Esperance Sportive de Tunis. Tunachokishukuru ni kwamba hapa kidogo tutapata mapumziko. Na mwalimu anaweza akaenda kufanya namna gani, anaweza kubadilisha mbinu zake. Ila kama tutakwenda na mwalimu huyu kwenda kucheza na Esperance Sportive de Tunis, taraji wana fainali 2 mfululizo, wana fainali ya CAF Champions League, wamechukua makombe yasiyopungua 6 mpaka sasa hivi. Unakwenda na kikosi hichi na mwalimu huyu, wallahi pale huwezi toboa. Yaani tunakwenda kucheza nao alafu unarudiana nao Dar es Salaam. Sasa hivi Simba tulikuwa tuna slogan yetu atoki mtu kwa Mkapa, lakini sasa hivi Simba tunafungiwa popote. Petro Atletico katupigia kwa Mkapa, Stade Malien katupigia kule Mali. Yaani na maana tukienda nje tunapigwa, tukirudi ndani tunapigwa. Lakini hatukuwa hivyo. Tukiangalia misimu miwili nyuma ambayo imepita au msimu mmoja nyuma, Simba hii ilikuwa inafanya vizuri. Unataka kuniambia Simba hii na Simba iliyokuwa inaongozwa na Moses Piri labda na Kibu Denis wakiwa ndio nyota wetu, unaweza ukafananisha na hii? Haiwezekani. Una mchezaji high class, yani una Elim Panzu quality player, una Neo Maema quality player, Morris Abraham mchezaji ambaye alicheza nje ya nchi, timu yake klabu ya kwanza kucheza hapa Tanzania ni Simba Sports. Una mchezaji kama Alassana Maodo Kante ni quality player. Yani mimi sijui kwamba tunafeli wapi, lakini la kwanza la kulaumu nalo wa kwanza kabisa ni mwalimu. Staili tunayocheza tunatengeneza chances, lakini kwa nini tunatengeneza chances alafu hatuzibadilishi kuconvert kuwa magoli? Ni kwa sababu aina ya mifumo ambayo anayotaka kuinvest ndani ya klabu haiendani kabisa na wachezaji tulionao. Tuliona msimu uliopita mlikuwa na performance kubwa sana mkiwa chini ya Fadlu. Unawezani kwamba kuondoka kwa Fadlu Davis na kuja kwa meneja mpya ndio imechagiza pia kwa sababu utofanya vizuri? Hiyo inaweza ikachangia kwa 70% mpaka 80%. Kama ulikuwa unafuatilia interview zangu nyingi ambazo nimepiga, nilikuwa nakwambia Fadlu Rahmani Davis alikuwa ni man of the match msimu mzima mpaka unamalizika. Kwa sababu Fadlu Davis amekuja katika kuijenga Simba. Alikuta yani Simba aliyoitengeneza ilikuwa ni Simba mpya kabisa, ambayo yani kwa wachezaji waliokuwa wamebaki tuseme wa misimu hiyo mingine walikuwa labda ni kina Shomari Kapombe, labda na ukisema Shomari Kapombe na Mohamed Hussein, labda na kina Kibu Denis, lakini ukimtaja Karabusha alikuwa ni mchezaji wa Fadlu. Ukimtaja Abdurazaki Hamza mchezaji wa Fadlu. Ukimtaja labda Yusuf Ali Kagoma mchezaji wa Fadlu. Jean Shalewa mchezaji wa Fadlu. Elim Panzu mchezaji wa Fadlu. Yaani kwamba Fadlu kuondoka kwake kweli limekuwa pigo kwetu kwa sababu alikuwa ameitengeneza Simba. Ni kweli tulikuwa tuna mifumo, yani kuna saa tulikuwa tunafeli, lakini sio kwamba tulikuwa tunafeli kila tulipokuwa tukifeli, tukiwa ugenini, tukiwa nyumbani, kila mtu alikuwa anaelewa approach ya mwalimu kwamba imechezeka vipi. Sasa wewe unafeli ugenini, alafu umecheza bila striker. Unafeli nyumbani, umecheza bila striker. Hamnaga. Angalia Fadlu kikosi chake alipokuwa akicheza away. Hatukuwahi kucheza mechi yoyote bila striker. Yaani tunaheshimu wapinzani, lakini hatukuwahi kucheza bila striker. Lazima striker wetu wa ugenini Lionel Ateba. Tukirudi Benjamin Mkapa, Steven Dese Mukwala. Na ile imemlipa. Angalia Ateba tumecheza naye finali, tumecheza naye kule kwenye makundi ndio katupeleka robo finali. Ukimtaja Steven Dese Mukwala, nusu finali yetu ambayo tumekuja kumaliza kwa matuta pale Dar es Salaam Benjamin Mkapa. Steven Dese Mukwala ndio mchezaji ambaye ametusawazishia goli la pili baada ya goli la kwanza kupigwa na Elim Panzu. Lakini approach yake ilivyokuwa, alikuwa anaweza kufanya mambo mazuri. Fadlu Rahmani Davis siwezi kukuambia yani kwa namna moja ama nyingine. Watu wa Simba wengi, wanachama na mashabiki tunamisi. Tunahitaji kocha wa namna hiyo. Ni hivyo tu kwa sababu hatuwezi kushindana mabavu na timu za Afrika Magharibi, timu kama Raja Athletic Casablanca, aina ya wanavyokuwa wanavyolipa pesa ni tofauti na Tanzania. Kwa hiyo na hii na mpira ndio kazi yake. Kwa hiyo lazima akapambane, atafute riziki zake. Ila kwa kweli kwa staili hii kama tunakwenda na kocha huyu, tujiandae kisaikolojia wana Simba wanaonitazama wenzangu, kwa sababu naona kwamba gharika inakuja mbele. Yaani mbali na kwamba mpasuko ndani ya viongozi, hata sisi mashabiki sasa tutashindwa kwenda uwanjani kuangalia timu yetu wakati timu ndio tuliyochagua. Yaani kila anayependa Simba ndio starehe yake alichagua Simba, na Simba ndio inatakiwa itupe starehe kwamba sisi tunatakiwa tuburudike. Hakuna mtu anayetaka shida. Sisi wote tunataka raha. Kwa hiyo tunaipenda Simba. Otherwise siwezi kusema kingine chochote zaidi ya kusema mimi nitabaki kuwa Simba na mashabiki wote watabaki kuwa Simba, ila maumivu tunayoyapitia ni makubwa mno. Watu wa Simba wanatakiwa kujirekebisha na kuangalia wapi tulikoanguka. Kwenye hili dirisha dogo Januari hii hapa
tufanye usajili mzuri na tuangalie kama kuna uwezekano wa kubadilisha mwalimu, tupate mwalimu mzuri ambaye ataweza kutufikisha katika nchi ya ahadi. Lakini Dimitri Pantev, mpira matatu aliwezi kutufikisha mahali popote.